Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha tena watu wote mnaofuatana pamoja nasi katika ibada zetu hizi za lunch hour kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Arusha Road. Karibu tena katika ibada yetu hii ya lunch hour inayokujia moja kwa moja kutokea hapa usharikani, mida na wakati kama huu kuanzia saa 6 kamili mpaka ile saa 7 kamili ya mchana. Basi niendelee kukukumbusha mpendwa mtu wa Mungu, kuwashirikisha ndugu jamaa marafiki na kuambia sasa ule wakati mzuri wa kuketi barazani pa Bwana kwa ajili ya neno pamoja na maombi umefika. Share your link hapo chini, lakini pia kama wewe ni mara yako ya kwanza kuungana pamoja nasi, basi usisahau kusubscribe hapo chini, kulike, lakini pia kuandika na ujumbe mfupi wa maoni yako ni jinsi gani ambavyo Mungu anakuhudumia kupitia ibada hii. Kuna namba za akaunti hapo chini na namba za simu ambazo ni namba za usharika moja kwa moja. Unaweza ukashiriki pamoja nasi kuipeleka injili kwa njia ya sadaka yako pia, na Mungu akubariki sana. Basi utakuwa pamoja nami tena kwa siku hii ya leo, Mtheolojia Julius Matias Ganyara kutokea hapa KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Arusha Road. Basi ninaomba tumshukuru Mungu na kisha tuingie katika somo letu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa umetupa tena neema na kibali cha kuliona juma lingine tena jipya lenye kukupendeza wewe, jambo ambalo Mungu umetuandalia mambo mazuri katika juma hili. Asante kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako ulio mkuu sana Bwana. Tumeona wema wako na fadhili zako kwa jinsi ambavyo umetuhudumia kwa njia ya neno pamoja na maombi katika mawiki kadhaa yaliyopita. Bwana, asante kwa kuwa umetupa tena neema na kibali kwa kuliona tena juma hili. Nasi tunajidhabihu mikononi mwako sana wakati tena Bwana, tukiwa tumeungana kwa jinsi ya rohoni, kila mmoja mahali alipo. Tunasi neema yako na uwepo wako Bwana uwe pamoja na sisi. Turehemu Bwana, utusamee na kututakasa mioyo yetu kwa damu yako takatifu, mawazo, maneno, matendo, kila namna ambayo Bwana tumekwenda kinyume na mapenzi yako, tukiwa na imani kabisa kwamba Bwana hautuhesabii makosa, kwa maana kama ungehesabu makosa ni nani angesimama? Ndivyo mtunga Zaburi anavyosema, Zaburi ya 130 ule mstari wa 3 na wa 4. Ninakusie Mungu kwa neema ya nguvu ya msamaha wako, ukatupe tena neema na kibali Bwana kuketi barazani pako sana wakati Mungu, na lilo likusudia kusema na sisi, lile ambalo umekusudia kukaa katikati yetu muda na wakati huu kwa njia ya mtandao Bwana, likapate kusimama, likapate kutimia. Maana ulitumi neno lako bure, bali unalituma neno lako likapate kutimiza kila kusudi lilo likusudia ndani yake.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Karibu uanze nasi na umalize nasi katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nikukaribishe kwa mara nyingine tena, mpendwa mtu wa Mungu, tuweze kushiriki pamoja katika tafakari ya somo letu zuri kabisa tulilokuwa tunajifunza wiki iliyopita, na leo sasa tunaweza kuendelea mbele kidogo, tukimalizia kifungu cha mwisho ama kipengele cha mwisho kinachozungumza namna ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu. Namna ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu. Na somo letu lina kichwa kinachosema umuhimu wa uhakikisho wa kimbingu katika kufanya maamuzi yaliyobeba hatima ya maisha yako. Tumejifunza mengi katika juma lililopita. Sasa na kwa leo tunapoweka hitimisho kwa somo hili, ninaomba tutatazama kipengele cha mwisho kinachozungumza namna ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu, wana wa Mungu, popote pale mlipo. Sasa jambo la kwanza ama namna ya kwanza, tunapozungumza namna ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu, yani tunatazama ni mambo gani ama ni vitu gani ambavyo unaweza ukaviishi, ukavifanya vya kiroho ambavyo vitakusaidia wewe mwana wa Mungu unayenisikiliza, unayenitazama muda na wakati huu, kwamba uweze kudumu katika uhakika wa neno la Mungu na ahadi zake. Uweze kudumu katika hakika na kweli ya Mungu juu ya mambo yote ambayo unatamani uyafanyie uamuzi, ama ambayo umekwisha kuyafanyia uamuzi, ambapo sasa Roho wa Mungu anaifunua kweli ya neno la Mungu ndani yako, anaiachilia amani ya kudumu katika moyo wako, ili wakati mwingine sasa kama ulikuwa bado unasita kufanya uamuzi katika jambo fulani, basi ikiwa tayari umeshapata uhakika wa kimbingu, mambo haya ambayo tunakwenda kujifunza leo ndiyo yatakayokusaidia sasa kubaki katika huo uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiyazingatia haya vizuri, mpendwa mtu wa Mungu, utakuwa na ushindi mkubwa sana katika maisha yako pale ambapo unafikiria kufanya maamuzi, au ikiwa tayari umeshafanya uamuzi kwa ajili ya hatima ya maisha yako kwenye mambo tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la kwanza ni jinsi gani au ni namna gani unaweza ukadumu katika uhakikisho wa kimbingu. Jambo la kwanza ni kudumu katika utakaso endelevu. Yani ni kudumu katika utakaso endelevu. Kuhuishwa roho yako, kuhuishwa imani yako, kuhuishwa hali yako ya kiroho kila siku, mara kwa mara. Huo ni mchakato endelevu. Ninasema mchakato endelevu kwa sababu bado wewe ni mwanadamu, bado unaishi katika ulimwengu wenye dhiki na tabu nyingi, bado unakumbana na changamoto nyingi katika maisha yako, ambayo kwa namna moja au nyingine, kwa kujua ama kwa kutokujua, unaweza ukajikuta unatenda dhambi. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali ya mchakato endelevu wa kutakaswa roho, kutakaswa nafsi, kutakaswa miili yetu, ili kuendelea kukaa katika namna ambayo itamruhusu Roho Mtakatifu kuendelea kujifunua kwenye maisha yetu, Mungu kuendelea kusema kwenye maisha ya kwetu, hata yale ambayo bado hatujayajua, ambayo yamebeba siri kubwa sana za kiroho. Tunapokuwa katika hali ya utakatifu, ndivyo Mungu anavyopata kuweza kutufunulia zaidi, kuweza kusema na sisi zaidi, kuweza kuzungumza na sisi zaidi, lakini zaidi sana kuweza sisi kuzungumza na Mungu, kuweza kusikilizwa na Mungu tunapopeleka haja za mioyo yetu juu ya mambo kadha wa kadha tunayotamani kuyafanyia maamuzi, tukiwa tunajua kabisa yamebeba hatima ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema
Kudumu katika utakaso endelevu, yani mchakato endelevu wa utakatifu, yani ni kuishi maisha ya toba, maisha yanayotoa tafsiri ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu ametubu, ni mwana wa Mungu amegeuka, ni mwana wa Mungu anayetembea nuruni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huo huo ukiwa unajua kabisa ya kwamba Mungu hawasikilizi wenye dhambi. Kwa hiyo unapotaka uhakikisho wa kimbingu, unapotaka kuhakikishiwa na Mungu juu ya mambo kadha wa kadha kwenye maisha ya kwako, ni lazima uweze kuwa na faraga ya mazungumzo na yeye kwa njia ya maombi, kwa njia ya tafakari ya neno lake. Sasa katika namna hiyo, kumfanyia Mungu ibada katika roho na kweli, katika viwango vya utakatifu, kama nilivyosema katika Yohana sura ya 4 ule mstari wa 23-24, kwa habari ya waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli, ni lazima uwe umekaa katika mkao ambao unakusaidia wewe muda wote, saa yoyote, wakati wowote, kuwa katika hali ya mchakato endelevu wa kuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 21 na ule mstari wa 22. Neno la Mungu linasemaje? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 21 na ule mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Tuna ujasiri kwa Mungu. Tuna ujasiri kwa Mungu. Nini maana yake? Mstari wa 22, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata ujasiri kwa Mungu. Kwa nini? Tunapata ujasiri wa kukiri ahadi za Mungu pale mioyo yetu inapokuwa katika hali ya kumpendeza Mungu. Tunapata ujasiri wa kumkumbusha Mungu juu ya ahadi zake katika maisha ya kwetu. Tunapata ujasiri wa kumwita Mungu Baba, na yeye anapata kusikia, na yeye anapata kututendea. Tunapokuwa katika hali ya mchakato endelevu wa kuhuisha roho, nafsi zetu na kutakaswa pia na miili yetu, tunapata ujasiri wa kuingia patakatifu pa patakatifu, kwa sababu Mungu mwenyewe anakuwa yuko pamoja na sisi, yuko tayari kutusikia tunapoliitia jina lake, tunapomkumbusha ahadi zake, tunapoitikia wito wake anaposema njoeni tusemezane, asema Bwana. Tunakuwa na hiyo nguvu ya kiroho ya kuweza kuwa na faraga nzuri na Mungu wetu, na tunakuwa na uhakika ya kwamba Bwana anatusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Hiyo ni njia mojawapo au ni namna mojawapo ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namna ya pili, ama njia ya pili ya kukusaidia kudumu katika uhakikisho wa kimbingu, ni kwa kuongeza bidii binafsi katika neno la Mungu, ili kuongeza zaidi viwango vya imani yako kwa Mungu. Ni kwa kuongeza bidii binafsi katika neno la Mungu, ili kuongeza zaidi viwango vya imani yako kwa Mungu. Kumbuka, Paulo anasema katika Warumi sura ile ya 10 mstari wa 17, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Sasa umeshasikia neno la Mungu likajenga imani ndani yako, Roho Mungu akakuhakikishia ya kwamba alichokisema Mungu katika neno lake ni hakika, ni amini na ni kweli. Na unajua kabisa Mungu anapolituma neno lake alirudi bure, lazima litimilize lile lililokusudiwa ndani ya lile neno la Mungu. Kwa hiyo kadri ambavyo unaweka bidii binafsi katika kujifunza neno la Mungu, katika kusikiliza mafundisho, katika kumwomba Mungu kwa njia ya neno lake, ndivyo ambavyo unazidi kuijenga na kuimarisha imani yako. Unaongezeka hatua kwa hatua kwa hatua, na ndivyo unavyozidi kukaa na kudumu katika uhakika juu ya kila ambalo Mungu amelisema kuhusiana na hilo ambalo umelifanyia maamuzi, ama unaendelea kulifanyia maamuzi, ama unafikiri kulifanyia maamuzi kwa ajili ya hatima ya maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo penda sana, mpendwa mtu wa Mungu, kusoma neno la Mungu, kusikiliza mafundisho, kuweka bidii ya kutafakari neno la Mungu, likusaidie na kukuongoza katika maombi yako, likusaidie katika kukuongoza kumkumbusha Mungu ahadi zake, kwa sababu huwezi kwenda mbele za Mungu kumkumbusha ahadi zake kama huzijui, kama huzikumbuki. Huwezi kupata uhakika wa kimbingu kama hauna neno la Mungu la kutosha ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 24. Yohana sura ya 5 mstari wa 24, neno la Mungu linasema hivi: Amin, amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kitu ambacho ninatamani ukione hapa ni hili neno linalosema yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Ndicho kitu ambacho ninatamani ukione kwa undani katika huu mstari huu, kwamba yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Yani yeye anayesikia neno la Mungu kupitia Yesu Kristo na kumwamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni kuja duniani kuleta kuleta uhakika wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu, kuleta uhakika wa neema ya Mungu kwa mwanadamu, kuleta uhakika wa ukombozi wa Mungu kwa mwanadamu, kuleta uhakika wa ushindi katika mambo yote kwa mwanadamu. Tukimwamini yeye na tukimwamini Mungu aliyemtuma, tunao uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni namna ya pili ambayo inaweza ikakusaidia kudumu katika uhakikisho wa kimbingu. Namna ya tatu au jambo la tatu, kwa kudumu katika ushirika na Roho Mtakatifu ndani yako, kwa kuwa yeye ndiye aishuhudiaye kweli yote. Haleluya, wana wa Mungu. Namna ya tatu ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu ni wewe kwa bidii yako na kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndani yako kujenga na kuimarisha zaidi ushirika wa kiroho kati yako na Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa kudumu katika ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ndiye aifunuaye kweli yote. Yeye ndiye anayetupa kuielewa kweli yote. Yeye ndiye anayetupa kuzifahamu siri za rohoni zilizositirika, ambazo kwa akili zetu wenyewe hata tumlingane Mungu kwa viwango gani, bado hatuwezi kufahamu, bado hatuwezi kuelewa. Kwa hiyo ni lazima tutengeneze mazingira mazuri ya kuwa na ushirika endelevu wa kiroho, ili tuweze kuzijua siri za rohoni ambazo tutaendelea kukutana nazo, kukabiliana nazo kadiri ambavyo tunaendelea kuishi ndani ya kusudi na mpango wa Mungu, kadiri ambavyo tunaendelea kudumu kusubiri utimilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usisahau, nirudie tena kukukumbusha, Mtume Paulo anasema katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 14, wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa umekwisha kufanyika mwana wa Mungu, umeshahakikishiwa hilo, ni lazima ufuate miongozo yote ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni lazima, ili uweze kuwa mtii kwa Roho Mtakatifu, ni lazima udhamirie ndani ya moyo wako kuwa na ushirika wa kudumu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo anasemaje tena katika Warumi 8 ule mstari wa 16? Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sasa hashuhudii tu hilo peke yake, bali Roho Mtakatifu anashuhudia mengi sana kwenye maisha ya kwetu, ya kwamba sisi ni zaidi ya kuwa wana wa Mungu. Sisi ni zaidi ya kufanyika watoto wa Mungu. Sisi ni washindi, tena zaidi ya kushinda. Sisi ni wana wa Mungu ambao tuna uhakika wa kurithi ahadi zote za Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa mauti yake pale msalabani. Tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Tayari hilo Roho Mtakatifu amekwisha kulishuhudia ndani yetu, ili sasa tuweze kufanikiwa kuzibadilisha
hizo baraka za rohoni ziweze kuonekana kutoa matunda kwa jinsi ya mwilini, ni lazima tuwe na ushirika kamili, ushirika endelevu kati yetu sisi na Roho Mtakatifu atendaye kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jambo la 4 au namna ya 4 ya kudumu katika uhakikisho wa kimbingu, ambalo ninaamini litakusaidia pia, ni kwa kuwa na imani iliyo thabiti, isiyoyumbishwa na hali halisi ya nje. Ni kwa kuwa na imani iliyo thabiti, isiyoyumbishwa na hali halisi ya nje. Nini maana yake? Mazingira ya nje yasiwe na nguvu ya kubadilisha mtazamo wako kwa Mungu, yasiwe na nguvu ya kubadilisha imani yako katika lile ambalo Mungu amesema hakika anafanya, hakika atafanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni ile imani ambayo inakupa nguvu, inakupa ujasiri wa kuendelea kukiri ushindi na ahadi za Mungu hata katikati ya magumu. Haleluya, wana wa Mungu. Pale unaposubiri utimilifu wa ahadi za Mungu kwenye maisha ya kwako, juu ya yote ambayo amekuhakikishia kwamba atafanya, hapo katikati unaweza kukumbana na mazingira au hali fulani ambayo kama huna imani iliyo thabiti, unaweza ukakata tamaa, unaweza ukavunjika moyo, unaweza ukarudi nyuma, unaweza ukamkufuru Mungu. Lakini unapoongeza viwango vyako vya imani na kuifanya kuwa imani iliyo thabiti, utaweza kuendelea kukiri ushindi hata katikati ya magumu utakayokutana nayo, pale ambapo unasubiri utimilifu wa ahadi za Mungu, unaposubiri utimilifu wa hakika ya Mungu aliyosema atafanya kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Warumi 4 ule mstari wa 20 na 21. Mtume Paulo anasemaje katika neno la Mungu? Warumi 4 ule mstari wa 20 na mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Hapa ni Mtume Paulo anazungumza kwa habari ya Ibrahimu. Anasimulia, anasema, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Mstari wa 21, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mtume Paulo anazungumza kwa habari za Ibrahim, ambapo alitiwa nguvu katika umri wake wa utu uzima, umri wake wa uzee, akimtazama na mke wake ni bibi kikongwe, umri umeenda, lakini akiangalia pia na hali halisi ya afya yao, miili yao imedhofu, akiangalia akaona lakini kwa nguvu ya imani iliyokuwa ndani yake aliweza kudumu katika miaka 25 tangu Mungu alipompa ahadi mpaka anatimiza miaka 100 na mke wake anatimiza miaka 90, ndipo Abrahamu anakuja kupata mtoto. Utimilifu wa ahadi ya Mungu ndani yake unakwenda kutimia. Kwa nini? Ni kwa sababu alidumu katika imani ndani ya uhakikisho wa kimbingu ya kwamba Mungu alisema atanipa uzao, na katika uzao wangu ataufanya kuwa mkubwa kwa idadi isiyohesabika, kama nyota za angani, lakini pia kama mchanga wa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho kitu ambacho na wewe mpendwa mtu wa Mungu unachotakiwa ukitengeneze ndani ya moyo wako. Hali halisi ya mazingira ya nje, kelele za wanadamu zisikukatishe tamaa, kelele za watu zisikuvunje moyo. Watu wanasema nini, watu wanazungumza nini kuhusu wewe? Wewe usikate tamaa, wewe dumu katika imani. Ng'ang'ania kile ambacho Mungu amesema kwako, ng'ang'ania kile ambacho Mungu amekuhakikishia ya kwamba atafanya, katika jina
jina la Yesu Kristo. Na wewe ninakuombea katika jina la Yesu, udumu katika hiyo imani. Usiangalie huku nje wanasema nini, usiangalie mazingira yaliyokuzunguka yanazungumza nini, usisikilize kelele za watu wanasema nini dhidi ya jambo hilo ambalo unafikiria kulifanyia maamuzi. Maadamu Mungu amesema hakika atakuwa pamoja na wewe, maadamu Mungu amesema atakufanikisha, maadamu Mungu amesema atakuvusha, maadamu Mungu amesema atatembea na wewe, dumu katika hiyo imani hata pale utimilifu wa kile alichokisema Mungu kwenye maisha ya kwako kitakapotimia. Haleluya, haleluya, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tano au namna ya tano ya kukusaidia kudumu katika uhakikisho wa kimbingu. Jambo la tano ni hili: ni kwa kuwa na tumaini la milele ya kwamba kipo kilicho bora mbele yetu, hata tukipita kwenye changamoto nyingi katika maisha. Ni kwa kuwa na tumaini la milele ya kwamba kipo kilicho bora mbele yetu, hata tukipita kwenye changamoto nyingi katika maisha. Yani wewe ni tendo tu la kudumu katika hiyo imani. Kilicho bora kwenye maisha yetu ambacho tunakitazamia ni kitu gani? Pendo wana wa Mungu, ni uzima wa milele. Kudumu katika imani ya kwamba yote aliyoniahidi Mungu, hata itakapofikia hatua nikaona vinachelewa, nikaona kwamba havitokei, nikaona kwamba vinakosekanika, au kuna namna pengine haukuweza kumuelewa Roho Mtakatifu ndani yako vizuri, ukafikiria kwamba ni vitu ambavyo ni mambo ambayo yanahusu maisha yako sasa, lakini kumbe ni mambo ambayo yanahusu kizazi chako cha baadaye. Wewe ni swala tu la kudumu katika imani ya kwamba pamoja na yote kinachotakiwa kudumu ndani ya imani yangu, ndani ya moyo wangu, ya kwamba ninalo tumaini la uzima wa milele, ninalo tumaini la kumwona Mungu, ninalo tumaini la kwenda katika nyumbani kwa Bwana, ninalo tumaini la kufika pale ambapo Mungu ameniandalia makao. Hata nikose vyote, hata nishindwe kufanya yote, hata Mungu awe amenizuilia mambo yote, lakini bado tumaini la uzima wa milele ndani ya moyo wangu, hilo ndilo kitu cha thamani kilicho bora ninachokisubiri maishani mwangu siku zote. Nami ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ukapate kudumu katika imani, ukapate kudumu katika imani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ukapate kudumu katika uhakikisho wa kimbingu pasipo kuangalia dunia inasema nini. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea mchana huu leo, nguvu za Mungu ndani yako zikakusaidie uishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya toba siku zote, maisha ya utakaso siku zote, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili yako wewe unayenisikiliza, unayenifuatilia, ninaomba nguvu za Mungu ndani yako ya kusubiri kwa ustahimilivu juu ya yote ambayo ameahidi katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Ongeza viwango vyako vya imani katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninakuomba kwa ajili ya kusanyiko hili kwa njia ya mtandao, Mungu aingilia kati, ukawasaidie, ukawatie nguvu wako waliochoka, wako waliokata tamaa, wako waliovunjika mioyo kwa sababu ya kuruhusu fikra na akili zao kusikiliza ulimwengu unasema nini, wakasahau ya kwamba Bwana ulilolisema ndilo linalokwenda kutimia. Ninakusihi Bwana katika jina la Yesu Kristo, huisha roho zao tena, huisha nafsi zao tena, wape tena imani kwa upya, wasimamishe tena kwa upya, uwategemeze mikononi mwako, wakae salama Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakemea Bwana kila nguvu za giza, kila mpango wa adui, kila namna ambayo adui amepata uhalali kushikilia akili na fahamu za watoto wako. Ninaamuru sahi kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ikanene mema kwenye akili zao, kwenye fahamu zao, ukawahamshe tena kwa upya. Mungu akugeukie wewe kwa damu ya Yesu Kristo. Weka moyo wa toba ndani yao, weka moyo wa kujifanyia tathmini kila siku
ndani yao, ili Mungu adumu katika uhakikisho wa kimbingu, wasitoke nje ya mapenzi na makusudi ya kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya somo hili ulilotupa kutembea nalo katika juma hili, na leo tunapohitimisha katika siku hii ya Jumatatu, ninakusihi Baba wa rehema na neema, kwa kila aliyesikia na kupokea, Baba wape kwenda kuliishi neno lako. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema, endelea kusema na watu wako, endelea kuwafundisha, endelea kujaziliza pale ambapo tumesema kwa uchache, endelea kujaziliza na kuomba mbele za Bwana kwa kuugua kusikoweza kutamkika, hata katika yale ambayo hatujaomba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunaambatanisha shukrani za mioyo yetu Bwana, pamoja na sadaka zetu ambazo watoto wako wanakutolea kwa njia hii. Ninaomba Mungu ukazipokee, ukazitakabali, na kila mmoja ambaye Bwana umempa kuvuka kwa neno hili, Baba ukawe ushuhuda kwa ajili ya watu wengine, apate kuwavuta kwako Yesu Kristo. Achilia neema ya kuwapokea wengine wapya wa kujua wewe kwa njia ya neno lako la uzima, katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakuinulia sifa, heshima na shukrani, kwa maana peke yako unastahili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Nikualike tena mpendwa mwana wa Mungu kufuatana pamoja nasi katika ibada hii siku ya kesho, ambapo tutakuwa tuna somo zuri zaidi ambalo litazidi kukujenga na kukuimarisha katika maisha yako ya kiroho. Tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda, na Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, na Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.